Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha ma kunna nahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alihi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia swala na salamu Rasulu sallallahu alihi wasallam, pia niwashukuru ndugu zangu waandishi wa habari kwa kukutana muda huu. Tumekutana hapa kwa kazi moja tu kubwa iliyoko mbele yetu, ambayo ni kuwafikishia wananchi kupitia nyinyi waandishi wa habari tukio tunaoenda kulifanya sisi Umoja wa Maimamu Tanzania tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka 2025. Mzungumzaji hapa mimi ni ndugu yenu katika Iman Abu Ayman, katibu mkuu wa Umoja wa Maimamu Tanzania UMATA. Kwa hivyo tunaomba kupitia nyinyi, kama nilivyotanguliza awali, hili tulilonalo liwafike wananchi, ili wananchi hawa wajue tarehe 19 mwezi wa 10 kuna kwenda kutokea jambo gani. Sisi ni Umoja wa Maimamu Tanzania UMATA. Uongozi wa Umoja wa Maimamu Tanzania UMATA una furaha kubwa kuwakaribisha ndugu waandishi wa habari katika kikao chetu kifupi kwa lengo na madhumuni, kama nilivyotangulia awali, kupeleka taarifa zetu kwa wananchi. Umoja wa Maimamu Tanzania UMATA umeandaa hafla ya tuzo kwa wazee wetu ambao ni mashehe. Mashehe hawa walifanya juhudi katika dini, lakini vile vile katika jamii. Hawa mashehe hawana budi sisi sote tuwaenzi kwa kufuata maneno yao na vitendo vyao. Kwa hivyo tumeandaa hii hafla kama sehemu ya kuwapongeza, lakini pia tumeandaa hii hafla kama sehemu ya kuombea dua. Si wao tu, siku hiyo vile vile tutawaombea dua mashehe waliopo hai, viongozi wetu wa kidini na wa kiserikali. Kama tunavyotambua sasa hivi mambo ya hovyo hovyo yako mengi. Kwa hiyo tumeandaa hii tarehe 19 mwezi wa 10 kwa kazi maalum. Tunaomba ndugu zetu sehemu zote, maimamu, walimu wa madrasa, viongozi wa taasisi mbalimbali za kidini, watuunge mkono katika hili, kwa sababu hili ni jambo letu sote. Hii tunzo leo hii inakwenda kwa watu 5 kama nitakavyowataja mbele, lakini kesho na kesho kutwa tunataraji hii tunzo kumpatia imamu au mwalimu wa madrasa aliye active. Huyu imamu au mwalimu wa madrasa active anayeshughulika na matatizo ya kijamii, baada ya kumwassess na kuingia katika kinyang'anyiro akishinda, sisi tutampatia tunzo. Tunakusudia insha Allah kwa uwezo wa Allah subhana jalla wa ala, tunzo hizi zitaleta morali kwa yule atakayekuwa amipata, lakini pia kwa watu wengine kuongeza bidii ya uchapaji kazi katika dini na katika jamii. Tunzo zetu zinamtaka imamu na mwalimu wa madrasa aliye active ashughulike zaidi katika dini na katika jamii. Akifanya hivyo atafanikiwa. Kwa hivyo UMATA ni taasisi ya kidini iliyoanzishwa rasmi tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka 2023. Asili ya kuanzishwa UMATA imetokana na itajio la sisi maimamu na walimu wa madrasa kutoka katika vikundi tofauti tofauti, tuwe na taasisi moja itakayokuwa taasisi wakilishi. Ndipo ilipofika tarehe 23 tukaanzisha taasisi hii ya UMATA rasmi. Kikao cha kwanza cha UMATA kimefanyika Yemko Sinza kwa bwana al-akhi Muhammad Basanga. Alhamdulillah, timu hii yote ilikuwa ni katika watu ambao waliokutana tarehe 23 tukaanzisha hii. Lengo letu na madhumuni kuwaunganisha maimamu. Yani UMATA lengo lake kuu kuunganisha maimamu, lakini pia kuwaunganisha walimu wa madrasa, kuwa na sauti moja wakilishi katika majambo mbalimbali. Lakini kupitia mujitamaa wa pamoja, tunaamini kwamba maimamu na walimu wa madrasa
watakuwa active wakati wa kutekeleza majukumu yao, na vile vile wao wenyewe watapata faida na wafuasi watapata faida. Kwa hiyo lengo la kwanza la kuanzisha UMATA ni kuunganisha maimamu na walimu wa madrasa ili wawe na sauti wakilishi, sauti ambayo au njia ambao watakayokuwa wakiitumia kama kufikisha da'wa, kufikisha programu mbalimbali, basi ziwe programu zile za pamoja. Kwa hivyo kulingana na madhumuni hayo, kuwa sauti moja ya wakilishi katika jamii na kujenga jamii iliyo bora. Kama tunavyojua ndugu waandishi wa habari, Waislamu wengi hivi sasa wana mitihani mikubwa sana. Tukija sisi kwa maimamu, walimu wa madrasa, kadhalika na Waislamu ambao ni wafuasi wetu. Muislamu leo yuko tayari waungane katika kikundi, wanunue ardhi, kisha baada ya kuipata ile ardhi wakamtafute mtu, yule mtu badala kushirikiana na wao katika kujenga, anahamisha ule umiliki unakuwa wake yeye. Ikitokea Allah amemuua, basi inakuwa ni urithi wa familia yake. Watu wanaendelea kuendeshwa. Sasa sisi kama walimu wa madrasa na maimamu tukaona hii haiwezekani. Wataawanu ila albirri wa taqwa, inatakiwa tusaidiane sisi katika wema na kumcha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tumifanya na wewe njoo tuunge mkono ili tusonge mbele. Kutokana na hali hiyo, huu umoja wa maimamu Tanzania vile vile unashughulika na makusudio vile vile kuiandaa jamii Waislamu na ile jamii inayotuzunguka katika misikiti yetu kunako maadili yaliyo mazuri. Kama tujuavyo, sasa hivi ushoga uko kila mahali. Sasa sisi kama maimamu, kama hatujawa na kikundi kinachowakilisha vizuri, tunapokaa na kuamua vizuri namna gani da'wa zetu zitafanyika, tutakuwa tunafanya ndivyo sivyo, hali ya kwamba tunaipelekea jamii kuingia katika makosa makubwa. Kwa hivyo kadhalika, miongoni mwa lengo letu sisi kama maimamu, tulikusudia kupitia umoja wa maimamu Tanzania UMATA tupate kuendelezwa kielimu. Mathalan, mimi naweza nikawa na mutawasito, mwingine ana thanawi, mwingine ana jamia, lakini hatuna pengine uzoefu katika masala mbalimbali ya kiongozi. Kwa hiyo ule ujuzi ambao sisi hatuko nao, kwa kutumia umoja wetu tunaweza tukapata ujuzi na skills mbalimbali. Kwa hivyo hayo ni miongoni mwa malengo machache tu ya kuanzishwa umoja wa maimamu Tanzania, lakini malengo yako mengi. Hivyo basi leo, pamoja na kufanya hii conference, lengo letu taarifa zetu ziifike jamii kwamba insha Allah tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka 2025 mwaka huu tuliopo, tunaenda kufanya tukio kubwa kama nilivyosema, tukio la uzinduzi wa dua. Lakini pia dua hii itakuwa kwa wale ambao waliofanya juhudi, akiwemo shekhe wetu rais mstaafu ambaye ni marehemu Rais Ali Hassan Mwinyi rahimahullahu ta'ala. Huyu tutamfanyia dua, lakini pia tutampa tunzo ya kumheshimu kwa mchango wake katika jamii, lakini vile vile katika dini. Shekhe huyu Al Hassan Mwinyi, kwa ufupi tu kwamba alikuwa ana uwezo akaenda kwa Sheikh Muhammad Nasoro kule Manzese, ambako na mimi nimekulia kwa Sheikh Muhammad Nasoro kule Manzese. Anakwenda kule, anafanya harakati zake, baada ya muda unaweza ukashangaa rais anatembea kutoka pale Masjid Ngamiani, anatembea na mguu anakuja mpaka kule barabarani Baresa. Hii yote ni kuonyesha namna gani huyu mtu alikuwa anafanya jitihada katika jamii. Na kuna baadhi ya masiku alitembea kwa mguu mpaka ule msikiti wa Masjid Huda pale Argentina. Na alipofika pale Masjid Huda Argentina, huyu Rais Mwinyi akapelekewa shida kwamba hapa Masjid Huda Argentina kuna shida ya ujenzi, tunataka simenti, tunataka hivi. Akatoa matani ya malori ya simenti. Kwa hivyo huyu amefanya juhudi kubwa sana. Sio hilo tu, katika serikali ambao ni jamii yote ameifanyia mambo makubwa sana. Kwa kuguswa hilo, sisi tunampa tunzo ya heshima. Sisi umoja wa maimamu Tanzania tunampa tunzo ya heshima rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi. Lakini
tunao wengine ambao Sheikh Hassan bin Amir. Sheikh Hassan bin Amir ni sheikh, lakini amefanya juhudi kubwa kweli kweli katika jamii kadhalika na katika dini. Shekhe huyu sisi tunampatia hii tunzo, alhamdulillah walillahi al'izza, pamoja na kumuombea dua, lakini tunampatia hii tunzo. Tunayo shekhe mwingine hapa, tupo karibu na Markaz Shadhir, Sheikh Nuruddin bin Hussein bin Mahmud amefanya juhudi kubwa. Hiyo Markaz Shadhir inaonekana hapo, yeye amefanya juhudi kubwa kuendesha hiyo markaz. Amefanya juhudi kubwa kusaidia watu wamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Amefanya juhudi kubwa kusaidia watu wapate maendeleo. Nakumbuka miongoni mwa vijana wa kwanza pande kusoma wamepitia mgongoni kwake, yeye pamoja na baba yake, ambayo wamekuwa wamefanya juhudi hiyo. Kwa hiyo sisi kwa yale ambayo wamefanya katika dini na jamii, tumiona tuwape tunzo, tumpe tunzo Sheikh Nuruddin bin Hussein bin Mahmud. Tunaye mtu wa tatu wa nne ni mzee Adam Sap Mkwawa. Mzee Adam Sap Mkwawa amefanya juhudi kubwa sana. Amefanya juhudi naye kama sijasahau, yeye ndio spika wa kwanza. Mzee Adam Sap Mkwawa yeye ni spika wa kwanza. Mzee Adam Sap Mkwawa katika kabila la Wahehe kule alikuwa anafanya juhudi, analingania mpaka eneo lake hivi sasa kuna msikiti na kuna kina Adamu, kuna kina wale Abasi na wengine wengi. Hii yote ni juhudi yake. Kwa juhudi hii aliyofanya, sisi tumiona tumpatie tunzo ya kumheshimu na kuwaomba Watanzania wamheshimu na kuomba Watanzania wajifunze kupitia huyu mheshimiwa. Lakini mtu mwingine ni mzee Abdullah Saks. Kuna vitabu maarufu anaviandika Sheikh Muhammad Said, mwandishi mashuhuri, yupo pale Magomeni, anaandika vitabu mashuhuri na ameandika kuhusiana na huyu mzee na juhudi zao hapa walipokuwa wanazifanya Kariakoo na maeneo mengine. Kwa hiyo kulingana na juhudi zile, sisi tumiona vile vile tumuombe dua, lakini na kumpa tunzo siku hiyo ya Jumapili. Kwa hivyo katika tunzo hizi tunakusudia wageni waalikwa mbalimbali watahudhuria. Miongoni mwao atawepo ndugu yetu kipenzi Mheshimiwa Said Mheshimiwa Jafo, ambaye atakuwa mgeni rasmi katika shughuli hii. Na vile vile mgeni wetu maalum insha Allah atakuwa Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Sheikh Abu Bakr Zubair bin Ali hafidhahullah ta'ala. Nataraji inshallah yeye atakuwa mgeni maalum. Kadhalika tunataraji mashekhe wengine wa wilaya, mashekhe wa kata watakuwepo kutunga mkono katika jitihada hizi, akiwemo shekhe vile vile wa mkoa Shekhe Walidi, alhamdulillah, na baadhi ya mashekhe wengine wengi watakuwepo siku hiyo. Kwa hivyo tuko hapa ndugu zangu, kama nilivyosema, kuielezea hii siku ya Jumapili kitu gani tunakwenda kufanya. Sambamba na hili, katika dua wapo wenzetu ambao wako hai na hivi sasa wanaendelea na juhudi mbalimbali. Watu hawa tumewaingiza muda mrefu katika dua zetu tunazofanya. Dua hizi kumbuka kwamba tulikuwa tunafanya ngazi ya misikiti, mpaka sasa hivi tunaona tuendelee kuzifanya katika ngazi kubwa kubwa. Na dua hii kama nilivyosema itafanyika katika ukumbi wa Lamada, ratiba kuanzia saa 2 asubuhi inshallah siku ya Jumapili. Tunakusudia vile vile kumuombea rais wetu kipenzi Mama Samia Suluhu Hassan dua. Yeye anafanya kazi kubwa katika jamii. Anafanya kazi kubwa, ingawa baadhi ya watu wana maneno ya hapa na pale, lakini sisi tuna wajibu kuiona kheri na kuitangaza ile kheri, na yule mwenye kufanya kheri kumuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala amthibitishe zaidi na amwezeshe Allah zaidi, kadhalika amuepushe na shari. Rais Samia Suluhu Hassan kazi zake anazofanya ni kubwa, na sisi kama umata tuko pamoja naye, na insha Allah tarehe ikifika majibu yetu atayaona. Bila shaka majibu atayaona, na ni majibu ya wazi. Kwa hivyo ndugu waandishi wa habari na wazee, viongozi wenzangu wa Umoja wa Maimamu Tanzania umata,
Hii ilikuwa ni taarifa fupi, na mwisho wa taarifa hii ni dua kama tulivyoiandika, dua kwa kiongozi wetu, maana tunaona kwamba watu wa vikundi mbalimbali wanamuandama sana. Tukasema jambo hili hata hapa tutumie fursa hii kuomba dua kwa ajili ya kiongozi wetu, kuomba dua kwa ajili ya umoja wetu. Inshallah kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye atamlinda, sisi atatulinda, na taifa letu kwa ujumla atalilinda. Kadhalika tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amwepushe na shari za viumbe Rais Samia Suluhu Hassan na familia yake, kadhalika na taifa letu kwa ujumla. Pia tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amkinge na kila aina za husuda, amweke mbali na kila aina ya ubaya na shari. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake na kudura zake atupe amani katika taifa letu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake na kudura zake aijalie tarehe 19 mwezi huu wa 10 tufanye hii shughuli yetu kwa amani na utulivu. Kadhalika tarehe 29 mwezi huu wa 10 inshallah sote kwa pamoja, maimamu, walimu wa madrasa, tuingie katika kupiga kula na turejee katika majumba yetu kwa amani na salama. Pia tutumie fursa hii kuwaomba vijana wa Kiislamu na vijana wasiokuwa wa Kiislamu waliopo katika taifa hili la Tanzania wasishawishiwe na watu wanaojificha katika mitandao ya kijamii kwa lengo na madhumuni kuwataka waingie kwenye maandamano. Tunatumia fursa hii kama sisi Umoja wa Maimamu Tanzania ambao ndio viongozi wa waumini kuwaomba sana Watanzania wasiingie katika vishawishi vya kuharibu amani ya taifa letu. Madai yao ambayo wanayodai, serikali kwa bahati nzuri imeyasikia, na mengi katika hayo imeyafanyia kazi, na mengine insha Allah itaendelea kuyatatua taratibu kwa kadiri ya wasaa na rasilimali pesa zinavyopatikana, kwa sababu madai mengine yanahitaji fedha ili kuweza kuweka sawa hayo majambo. Hili ni kwa faida yetu sote. Amani ya taifa yetu ni kitu chenye umuhimu mkubwa, na amani hii ikitoweka, hata hawa watoto wetu maana yake hawatoweza kukaa kwa vizuri, na sisi wenyewe hatutoweza kufanya ibada kwa vizuri. Kwa hivyo katika hapa napigilia msumari, enyi kundi la vijana, ya maashara shabab, enyi kundi la vijana, msiingie kuadaiwa na watu wanaojificha katika mitandao kwa maneno laini, maneno yaliyolembwa katika utamu, hali ya kwamba utamu wenyewe hauonekani bali itaonekana ni chungu tu. Tunawaomba wasijiingize katika maandamano. Ninawashukuru sana ndugu waandishi wa habari. Kama kuna mwenye swali lolote nalikaribisha, karibuni sana.